Msimu uliopita wakati Yanga ikishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, Simba walikuwa wakishiriki hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, hali ambayo iliwafanya mashabiki wa Yanga wawe na mbwembwe nyingi kuwatania wenzao wa Simba kwamba wanakwenda kuwapita kwenye viwango vya ubora CAF na kwamba wanafika kichaka ambacho Simba walikuwa wakijihifadhia, kujifariji, kwa sababu katika maeneo mengine wananchi Yanga wamekuwa na matokeo bora zaidi kulinganisha watani wao wa jadi Simba. Kivipi? Kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wamekuwa wakitoa ubingwa, hivi sasa washatoa mara 4 mfululizo. Kwenye kombe la shirikisho la benki CRDB Yanga wamekuwa wakitoa ubingwa, mpaka sasa washatoa taji hilo mara 4 mfululizo. Kwenye dabi ya Kariakoo, mechi baina ya wao wawili Yanga na Simba, Yanga wamekuwa wakiwatambia Simba mfululizo. Mpaka sasa Yanga washashinda mara 6 mfululizo, Simba ikiwa haijaambulia hata sare. Sasa kwa sababu hiyo, eneo pekee ambalo Simba wamekuwa wakijifariji nalo kulinganisha na Yanga ni kwenye viwango vya ubora vya CAF. Simba kwenye CAF wamekuwa wakifanya vizuri tangu msimu wa 2018-19. Ukiondoa msimu wa 2019-2020 ambao walitolewa mapema na UD Songo katika ligi ya mabingwa barani Afrika, misimu mingine yote kuanzia 2018-19 Simba kwenye ligi ya mabingwa break huwa ni robo finali. Kwenye kombe la shirikisho walifika robo finali msimu wa 2021-22, lakini msimu uliopita walifika finali na hivyo kuwa na rekodi nzuri kwenye michuano ya klabu ya CAF. Sasa Yanga waliona ndio wakati wa kufika hicho kichaka, lakini mchezo wao dhidi ya MC Alger kwa Mkapa jijini Dar es Salaam waliotakiwa wapate ushindi wowote ule ili wasonge mbele hatua robo finali na kuipita Simba, wakagonga mwamba, wakatolewa kwa sababu iliisha kwa suluhu. Matokeo yake zilizokwenda robo finali ilikuwa ni Al Hilal Omdurman na MC Alger. Yanga ikaishia nafasi ya 3, TP Mazembe nafasi ya 4. Yanga wakashindwa kile walichoita kufika kichaka. Kichaka kilishindikana. Sasa msimu huu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Yanga ilianza vizuri. Kwenye hatua ya makundi, kundi lake la B ilianza kwa ushindi dhidi ya FAR Rabat. Wakati huo Simba ikifanya vibaya. Mpaka sasa baada ya kuchezwa mechi 5-5, raundi 5-5, Simba haina matumaini yoyote ya walau kutoka mkiani. Simba iko mkiani kwenye kundi lake na itamaliza hivyo, kwa sababu hata ikishinda katika mechi ya mwisho dhidi ya Stade Malien, pointi itakazofikisha ni pointi 5 ambazo zishapitwa na Stade Malien, zishapitwa na Esperance de Tunis, zishapitwa na Petro Atletico ya Angola. Kwa sababu hiyo Yanga wamepata fursa nyingine ya kuipita Simba, kufyeka wanachoita kichaka. Lakini matokeo ya kufungwa 1-0 na FAR Rabat kule nchini Morocco yameifanya Yanga iwe shakani katika mpango wake wa kufuzu hatua robo finali. Maana ikifuzu hatua robo finali ndipo Yanga itatimiza dhamira yake ya kumtania mtani wake wa jadi Simba, kwa sababu wataipiku Simba. Yanga itatimiza pointi 40, Simba itabaki na pointi 38, na hivyo Yanga kuipita Simba pointi 2, na kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni Yanga kuwa juu kwa viwango vya ubora kulinganisha na Simba. Lakini kitendo cha kufungwa, sasa Yanga iko nafasi ya 3. Vinara Al Ahly wana pointi 9, wameshafuzu robo finali. FAR Rabat wako nafasi ya 2, wana pointi 8, Yanga wana pointi 5. Nafasi yao ya kufuzu hatua robo finali ni nyembamba mno, ingawa ipo. Watakachotakiwa mechi ya mwisho dhidi ya JS Kabylie kupata ushindi kwa namna yoyote ile, na tena ushindi wa kuanzia tofauti ya mabao 2. Lakini wakati huo waombe FAR Rabat wafungwe na Al Ahly. Kwa lugha nyingine, Yanga hatima yake kwenda robo finali itategemea wao kushinda, lakini itategemea pia matokeo ya Al Ahly waifunge FAR Rabat. Sare yoyote kati ya FAR Rabat na Al Ahly, Yanga nje. Ushindi wowote wa FAR Rabat dhidi ya Ahly, Yanga nje. Kwa sababu hiyo swali linabaki, je, Yanga wataweza kufika kichaka kwa msimu huu? Maana mwenendo uliopo bado inaonekana kuna shaka. Lakini wakifanikiwa kusonga robo finali, kweli watakuwa wamefika hicho kichaka, kwa sababu Yanga watakuwa juu ya viwango vya ubora vya CAF kulinganisha na Simba walau katika msimu huu. Kinyume chake, bado Simba itakuwa juu ya Yanga kwa viwango vya ubora pindi Yanga ikimaliza katika nafasi ya 3 kwenye kundi lao badala ya kuwa miongoni mwa zilizofuzu robo finali, jambo ambalo kwa Yanga itakuwa pigo, kwa sababu ni fursa adimu wameipata kwa msimu huu, Simba ikimaliza mkiani, lakini wao wameshindwa wenyewe. Iko vipi? Wakati msimu ukianza, timu 10 bora na pointi zao zilikuwa kama ifuatavyo. Namba 1 Al Ahly iliingia katika msimu huu
ikiwa na pointi 51. Tulishazungumza mara kadhaa, tunakumbushana. Namba 2, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imeingia na pointi 43. Namba 3 ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe imeingia kwenye msimu huu ikiwa na pointi 38. Ya 4 ni RS Berkane ya Morocco ikiwa ina pointi 37. Ya 5 ni Pyramids ya kule nchini Misri imeingia ikiwa na pointi 33 sawa na wekundu wa Msimbazi Simba. Walikuwa nafasi ya 6 Simba wakiwa wameingia na pointi 33. Pyramids iko juu ya Simba kwa sababu tu wenyewe wamekusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni kulinganisha na Simba. Taratibu za CAF mkilingana points, aliyekusanya pointi nyingi karibuni ndo anakuwa juu ya mwenzake. Pyramids walitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba walifika fainali kombe la shirikisho. Kwa hiyo Pyramids walikusanya pointi nyingi zaidi, ndio maana wako juu ya Simba. Ya 7 Zamalek iliingia ikiwa na pointi 29. Ya 8 ni USM Alger Algeria, Zamalek ni ya Misri. USM Alger iliingia ikiwa na pointi 27. Ya 9 Yanga ya Tanzania iliingia ikiwa na pointi 25. Halafu ya 10 ni Al Hilal Omdurman ambayo iliingia Al Hilal Omdurman ikiwa na pointi 24. Sasa ukiangalia Simba kitendo chao cha kuwa na uhakika wa kumaliza nafasi ya mkiani, maana yake kwa taratibu za CAF kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ukimaliza mkiani unapata pointi 1 mara 5 inakuwa pointi 5, unaongeza hapa kwenye Simba pointi 5 zinakuwa pointi 38. Hizi ndio pointi za Simba. Lakini Yanga kitendo chake cha kuwa nafasi ya 3 hivi sasa, nafasi ya 3 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kama watamaliza na nafasi hiyo hiyo watapata pointi 2 mara 5 inakuwa pointi 10 ukijumlisha hapa katika 25, manake Yanga watakuwa na pointi zitakuwa hapa pointi 35 ambazo ni pungufu kulinganisha na pointi 38 za Simba. Kwa ndio mara tunasema Yanga kama itamaliza katika nafasi ya 3, Yanga isipofuzu hatua ya robo finali, Simba watakuwa bado ni wababe wa viwango vya ubora kwa klabu za hapa nchini kulinganisha na Yanga, kwa sababu watakuwa na pointi 38, Yanga na pointi 35. Ili Yanga ipite Simba, mpango uko pale pale kwamba wao ndo wafuzu robo finali kwa kigezo kile kile, waifunge JS Kabylie kwa idadi nzuri ya mabao, lakini wakati huo FAR Rabat wafungwe na Al Ahly, jambo ambalo litawafanya afikishe pointi 8. Head to head wao na FAR Rabat iko sawa, kwa sababu kila mmoja kashinda bao 1-0 nyumbani kwake. Goal difference iwafanye Yanga wafuzu, na wakifanya hivyo maana yake point ukifuzu robo finali katika ligi ya mabingwa hapa zitakuwa 10 tena, kwa sababu utachukua pointi 3 ukifuzu robo finali, unazidisha mara 5 utapata 15, ukijumlisha hapa 15 ndipo Yanga utaikuta pointi zake zinakuja kuwa 40. Pointi 40 maana yake ni nyingi kuliko pointi 38 utakazomaliza nazo Simba. Swali, je, Yanga msimu huu kichaka kinafyekwa? Kwa mwenendo jinsi ulivyo ni ngumu, lakini inawezekana. Ni swala kusubiri kuona mechi za mwisho, Yanga dhidi ya JS Kabylie, Al Ahly dhidi ya FAR Rabat, matokeo ambayo yataashiria nani amefuzu robo finali. Yanga wakienda robo finali kuungana na Al Ahly, kweli kichaka kitafyekwa. Wakichemsha na kumaliza nafasi ya 3, Simba bado itakuwa baba lao kwa viwango vya ubora kulinganisha na Yanga, kwa sababu watamaliza msimu wakiwa na pointi nyingi 38, huku Yanga ikiwa na pointi 35 endapo itamaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo wa kundi lao. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.